hizo dada muda wote, haina majira. Tunaanza na Deutsche Welle. Ifuatayo ni taarifa ya habari. Unatulia. Tunaendelea. Taarifa ya habari saa 2. Huu ni muhtasari wa habari. Habari kamili. Inasikilizwa. Ikimaliza tunasubiria sasa saa 5. Uko vizuri? Yaani wewe unaonekana uko vizuri. Saa 5. Tunaenda saa 5 haya ifuatayo taarifa ya habari. Hizi ni taarifa ya habari ya masaa 24 yaliyopita. Yaani hapo sasa maana yake tunaangalia sasa, tunaweka tathmini. Baada ya hapo tunaanza siku mpya. Hii ni BBC. Saa 12. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo afya ya ndoa. Tutazungumza mengi, sijui ufagie, sijui uoshe vyombo, sijui ufanye nini. Mama alishafundisha. Akienda kufanya uzembe ni shida yake mwenyewe. Ila mama hawezi akazungumza. Kama mwanangu ukienda uende usijui kijugaramie, sijui ufanye mama inawezekana akaogopa kusema. Lakini niwaambieni kitu. Afya ya ndoa iko mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukapika chakula kibaya, unaweza ukashinda siku hiyo hujaleki nyuma na mwanaume hawezi akaona. Lakini ukitimiza majukumu yako ipasavyo, hayo mengine yanafuata. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia wewe ndo kumvumilie mume wako. Mvumilie kwa hali zote. Kuna nyakati tunazipitia kwenye ndoa, hatukuzikuta. Tunazikuta ndani ya nini? Tuwabebe wa baba zetu jinsi walivyo. Katika maisha kuna mambo yanatokea. Si ndio kina mama? Kuna mambo mengine, magonjwa yanaweza kaingia, yanaweza dhiki kaingia ndani ya ndoa. Inawezekana mwanamke alimpenda kwa sababu ana pesa. Lakini ukifika kule, nenda kaongeze kipato cha ile pesa ili siku moja mkipungukiwa muwe na kitu cha akiba. Amina. Usifike tu niliolewa na mwanaume ana hela, basi ndio umemaliza. Hapana. Wanawake tunawasaidia wa baba. Na tuwe wawazi. Lakini pia ukiona baba anapakua vibaya, mwambie baba, mimi pakua kwa staili hii, mimi nalizika. Baba anaweza. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Uvumilivu ni kitu cha msingi. Tunaweza tukawa tunaishi kwenye familia, baba amepata ugonjwa. Lakini baada ya kupata ugonjwa, uwezo wako wa kuperform umepungua. Mvumilie, muombee, msaidie, arudi katika hali ya kawaida. Mambo ya kusaidiana yapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha kukusaidia zaidi, mwanaume hawezi kuperform vizuri kama hali chakula akashiba. Amina. Jamani, chakula ni kitu cha kwanza. Hivi kweli baba anafanya kazi ni kibarua wa ujenzi, si ndio? Anatoka asubuhi, hata andazi hata chai ya janyo. Amina. Kabeba zege yake mpaka jioni, hajaweka chochote, amejifunga mkanda, mama watoto wasikose matumizi. Alafu anarudi nyumbani anaambia kabla ya yote umeleta nini? Kweli ndio tunapokeaga hivyo kweli? Amina. Dada, nenda kamtie moyo mume wako. Mwambie pole. Mwambie mume wangu pole kwa kazi ngumu. Lakini maneno mazuri kwako ndio atakayompa afya njema. Lakini apate chakula kwa wakati.